ambao unafanyika hapa makao makuu ya klabu yetu ya Yanga Jangwani jijini Dar es Salaam. Lakini pia niwakaribishe wale wote ambao wanafuatilia mubashara matangazo haya kutokea hapa Jangwani kupitia vyombo mbalimbali vya habari ambavyo tuko navyo hapa. Wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga, najua wako na shauku kubwa kutaka kujua uongozi wao unazungumza nini asubuhi ya leo. Kizingatia siku ya jana tumetoka kupata matokeo mazuri kwenye kombe la CRDB Federation Cup, na Mwenyezi Mungu ametujalia tumeingia kwenye hatua ya 16 bora. Kutokea pale program ambayo imetangazwa, tunafahamu tunaingia kwenye mapumziko ya FIFA break. Hivyo kuna baadhi ya wachezaji wa kikosi chetu cha Yanga wamepata nafasi ya kuitwa kwenye majukumu yao ya timu ya taifa. Baadaye kidogo inshallah tutatoa taarifa kamili ya wachezaji wote ambao wameitwa kwenye majukumu ya timu za taifa kwenye mapumziko haya ya kalenda ya FIFA. Lakini kwa ambao wamebakia, benchi la ufundi limetoa siku 6 za mapumziko ambayo ni kama wiki moja hivi. Baada ya hapo watarejea wote kambini kwa ajili ya kujiandaa na mazoezi kuelekea mechi za mwisho za ligi kuu. Nafahamu ligi ikirudi tu kwa maana ya tarehe 1 mwezi wa 4 inshallah, Yanga tutakuwa na mchezo wa ligi wa ugenini dhidi ya Tabora United. Hivyo tumetoa siku 6 tu za mapumziko. Baada ya hapo tutarudi kujiandaa na mchezo huo, na kama tutakuwa na ratiba yoyote hapa katikati, basi tutatafutana, tutaitana tena hapa makao makuu au sehemu nyingine ambayo itapendekezwa, tuje tujuzane taarifa nyingine ambayo itakuwa inatoka kwenye klabu yetu. Jambo la msingi ambalo limefanya tuwaite leo hapa ndugu zangu waandishi wa habari, siku ya leo tarehe 13 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, wote mnafahamu tupo ndani ya ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia tupo na ibada pia hapa ya Kwaresma. Kwa hiyo leo siku ya tarehe 13, uongozi wa klabu yetu Young Africans umeandaa iftari maalum kwa ajili ya wadau wake mbalimbali ambao tumekuwa tukishirikiana nao katika shughuli zetu za kila siku za kimpira za uendeshaji wa klabu yetu. Iftari hii itafanyika leo majira ya saa 12 jioni, ndio watu wataanza kukutana, na itafanyika kwenye eneo linaloitwa Baraza Restaurant Upanga. Nafikiri ni eneo maarufu sana kwa watu wa Dar es Salaam, watu ambao wanapenda kupita pale kupata chakula iftar. Basi pale Baraza Upanga ni mtaa wa Kalenga na Mtitu, mtaa unaitwa Kalenga na Mtitu, kwenye kona pale Baraza. Leo uongozi wa Young Africans umeandaa iftari pale kwa ajili ya wadau mbalimbali ambao tutashirikiana nao. Wadau ambao wamealikwa, nafahamu wako tayari, watu wameshaanza kupata mialiko kupitia namba zao za simu na wengine kupelekewa, lakini kubwa tumelenga kuwaalika wadau wote ambao tunashirikiana nao. Hapa nitataja baadhi ambao tumewaalika siku ya leo kwenye iftari hii, na naamini itakuwa ni iftari ambayo tutakutana watu wa mpira, tutazungumza mambo ya mpira, lakini pia tutazungumza na kupata fursa ya kuombea pia mpira wetu kwenye kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kuwaombea pia viongozi wetu wote, wadau wote ambao tunashirikiana nao. Tumewaalika wadhamini mbalimbali wa klabu yetu, tumewaalika wadhamini mbalimbali wa football yetu kwa ujumla. Wote mnafahamu Young Africans na wadhamini wengi ambao tunafanya nao kazi, lakini mpira kiujumla pia una wadhamini wengi ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine kufanya football iwe na nguvu na iwe na thamani. Kwa hiyo wadhamini kama mabenki haya ya NBC, CRDB, wote tumewaalika kwa ajili ya kuhakikisha tunapata iftar pamoja na kuzungumza mpira. Wadau wengine ambao tumewaalika leo ni shirikisho la mpira wa miguu TFF, tumewaalika bodi ya ligi tumeialika,
kamati ya uendeshaji ya ligi almaarufu kamati ya saa 72, na yenyewe tumeialika leo ije kwenye iftar tuzungumze mambo ya mpira na tufuturu pamoja. Lakini pia tumealika kamati ya waamuzi. Tunaamini pia mwaliko wetu ambao tumeutuma kwa waamuzi mbalimbali ambao wako Tanzania, wako Dar es Salaam sasa hivi, wataweza kuhudhuria. Ndugu yetu Ahmed Arajiga, Ramadhani Kayoko, Heri Sasi, Frank Komba, mzee wetu Mkono yule, Tatu Malogo, waamuzi wote wa Premier League na wao tumewaalika leo kwenye iftari yetu waje washiriki na sisi klabu yetu Young Africans. Na tumealika pia timu zinazoshiriki ligi kuu. Tumealika mtani wetu Simba Sports, tumewaalika Azam Football Club, tumewaalika Singida na timu nyingine ambazo zinashiriki ligi kuu. Kwa hiyo ukiangalia tumealika wadau tofauti tofauti ambao tunaamini tutakutana na kuzungumza mpira vizuri. Kwa hiyo ni matumaini yangu ni jambo tu la iftar, tusikimbiane na huko. Ni jambo tu la kufuturu pamoja na kuzungumza. Pale baraza sidhani kama kuna eneo la ruhusu pale mpira kuchezwa. Kwa maana yake itakuwa ni mazungumzo tu ya watu kuzungumza. Lakini pia ndugu zangu waandishi wa habari ambao mmekuja hapa, automatic nyinyi wote ambao mmehudhuria hapa mtapata mialiko yenu. Tumewaalika pia wachambuzi mbalimbali kwa sababu tumeona hivi karibuni wachambuzi mmekuwa mkomoto kweli kwenye kuchambua, mnafanya kazi nzuri kwenye kupromote mpira. Hasa leo tumewaletea wadau wote karibu. Msichambulie mbali, leo mchambulie karibu pale. Una swali kwa mzee Mguto upo naye. Una swali kwa nani upo naye. Una swali kwa nani, tuchambue wote pale kwa karibu na tuweze kuleta flavor tofauti tofauti. Kwa hiyo hawa ni mabaadhi makundi ambayo tumewaalika leo kwa ajili ya kushirikiana na klabu ya Yanga kuja kupata iftari pamoja. Tunalo baraza letu la wazee hapa, mzee wetu Msumi yuko hapa. Tunao baadhi ya matawi ambayo kupitia idara yetu ya mashabiki na wanachama chini ya mkurugenzi wetu Ibrahim Samuel watatuongoza ni watu gani ambao watakuja hatuwezi kwenda wote. Kuna watu ambao idara itatuongoza watakuja kuwakilisha wanachama wengine kwenye iftari ya leo. Kwa hiyo tumie fursa hii kuwaomba sasa wale wote ambao wamepata mialiko na wanaoendelea kupata mialiko, kifika saa 12 kamili inshallah tujitokeze kwa pamoja pale tuje tupate iftari. Kwa upande wa wasemaji tumeanza kumwalika msemaji mkuu kabisa ambaye ndio anasemea kwenye taasisi kubwa, Clifford Mario Ndimbo kutoka TFF. Tumemwalika pia Karim Buimanda kutoka bodi ya ligi. Tumewalika pia wasemaji wa timu nyingine. Nimetoka kumwalika hapa ndugu yangu Ahmed Ali. Nimemtumia mwaliko asubuhi akanijibu kwamba yeye leo atakuja na watu wawili. Kwa wapi Ahmed hapa bwana? Sijaki naona kama iko mbali hivi. Lakini asubuhi nilimwalika na akathibitisha kwamba atakuja, lakini akaniambia nitakuja na mzee Mguto na Almas Kasongo. Kamwambia karibu. Message yake hii hapa. Kaambia karibu ndugu yangu, nao pia tulishawaalika kabla wewe kusema. Kwa hiyo atakuja. Tumemwalika ndugu yangu Hashimu Ibwe, nimemwalika Thabiti Zakaria. Chukuchuku nimewasiliana naye, ameniambia wana mechi wako Singida. Kwa hiyo yeye na Masanza automatic watakuwa hawapo, na kwa sababu idara zao zinaendeshwa kwa bajeti ya chini, maana yake hamna mwakilishi mwingine kwenye idara ya habari ya Singida wala idara ya habari ya KMC. Tofauti ya sisi na wengine wenzetu, wao ndio wapiga picha, ndio wasemaji, ndio wa graphic designer, ndio wapandisha posti na kila kitu. Kwa hiyo akikosekana Chukuchuku, maana yake MC imekosekana kwenye upande wa idara ya usemaji. Kwa wasemaji wengine ambao sijawataja hapa, kina Masau Bwire pia mwaliko wa klabu ya Young Africans wafikie, na tuna imani tutajumuika pamoja tuje tupate iftari leo pale baraza. Kufikia hapo ndugu zangu waandishi wa habari, tutapokea maswali 5 kama tulivyozungumza awali tuweze kufikia mwisho. Kweni huru, ulizeni maswali 5 kwa sababu najua baada ya leo hamtanipata tena. Patapokuwa kuna tukio lingine ambalo italazimisha kuja kuzungumza na nyie hapa. Karibu ndugu yangu Nasibu Mkomo.